Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Oktoba 28, siku ya Jumanne. Mada ya leo inasema unyang'anyi au maangamizo. Linganisha Kutoka 23 aya ya 28 hadi 30, Kutoka 33 aya ya pili, Kutoka 34 aya 11, Hesabu 33 aya ya 52, na Kumbukumbu la Torati sura ile ya 7 aya ya 20 na Kutoka 34 aya 13. Kumbukumbu la Torati sura ya 7 aya ya 5, Kumbukumbu la Torati sura ya 9 aya ya 3, Torati 12 aya ya 2 na ya 3, na Kumbukumbu la Torati 31 ya 3 na ya 4. Aya hizi zinadhihirisha nini juu ya kusudio la kuitoa nchi na kiwango cha uharibifu? Kusudio la awali la Mungu kwa ajili ya Wakanaani halikuwa ni kuwaangamiza kabisa, bali kuwanyang'anya. Uchunguzi wa ibara hizi inayoonesha namna ambavyo Israeli ilibidi wahusike kwenye mapambano ya kuitoa nchi, ilitumia maneno yanenayo kuhusu kunyang'anywa, kuondolewa na kutawanywa kulikofanywa dhidi ya wakazi wa ile nchi ya ahadi. Kundi la pili la maneno yanayoonesha uangamivu na yenye kuonesha Israeli kama mhusika wa kitendo linarejelea zaidi kwa vitu visivyo na uhai, kama vile vifaa vya ibada ya kipagani na vitu vilivyotengwa kwa ajili ya uangamivu. Ni dhahiri sehemu za ibada ya kipagani na madhabahu yake vilikuwa ndivyo vituo muhimu vya dini ya Kikanaani. Vita vitakatifu vinaelekezwa hasa kwa utamaduni na jamii potovu ya Kanaani. Ili kuepuka kuchafuliwa, iliwapasa Israeli kuangamiza vitu vyote vilivyokuwa vikichochea upotovu. Hata hivyo, wakazi wote wa Kanaani na wale ambao kama mmoja mmoja walitambua ukuu wa Mungu kabla ya nchi kutwaliwa, hata wakati wa lile tukio la kutwaliwa kwa nchi, waliweza kuokoka kwa njia ya kuwa wahamiaji. Yoshua sura ya pili ya 9 hadi 14. Linganisha na Waamuzi sura ile ya kwanza 24 hadi 26. Sehemu pekee ya wakazi wa Kanaani iliyofikiwa na uangamivu kama ilivyotarajiwa walikuwa wale waliojitenga kwenye miji yenye ngome, wakiendelea kwa ukaidi kuasi dhidi ya mpango wa Mungu kwa ajili ya Waisraeli na wakifanya mioyo yao kuwa migumu. Yoshua 11:19 na 20. Hata hivyo, hili huibua swali: ikiwa kusudio la awali la kuitoa Kanaani lilikuwa ni kuwaondoa wakazi wa ile nchi na si kuangamiza, kwa nini ilipasa Waisraeli waue watu wengi kiasi kile? Uchanganuzi wa aya za kibiblia uliohusiana na kuitoa Kanaani ulidhihirisha kwamba kusudio la awali la kuitoa ile nchi ulidokeza juu ya kutawanywa kwa wakazi wa Kanaani. Hata hivyo, wengi wa Wakanaani, kama yule Farao wa Misri, waliifanya mioyo yao kuwa migumu, na kutokana na hilo wakawa sehemu ya utamaduni kiasi ambacho uangamivu wa utamaduni wao ulimaanisha kwamba ilipasa waangamizwe pia. Ni vitu gani kwenye tabia yako na mazoea yako binafsi ambavyo lazima viondolewe na kuteketezwa? Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ni Oktoba 28, mada ikisema unyang'anyaji au maangamizo. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu udumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.